Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, nchi ya Iran imetangaza kufunga tena mlango bahari wa Hormuz. Lakini kabla hatujaelekea kwenye kuchambua zaidi kilichojiri au kinachoendelea kujiri, kwanza kabisa tuombe radhi kwa kutokana na kwamba tulijaribu kufanya leo kuenda live moja kwa moja katika vipindi vyetu, lakini kwa sababu ya mapungufu hapa na pale, maana yake tunakusudia kuboresha zaidi na tunataraji kwamba kila Jumamosi kuanzia muda wa saa 8 mchana tutakuwa tuna session ya live ambayo itakuwa inaruhusu watazamaji wetu kuweza kuuliza baadhi ya maswali, lakini vile vile kuweza kuinteract kwa namna yoyote na sisi ili kuweza kupata ufafanuzi wa baadhi ya mambo ambayo inawezekana wakati mwingine mnahitaji tuweze kuyafafanua, lakini kwa kutokana na uzito hapa na pale maana yake mnashindwa kupata fursa hiyo. Kwa hiyo tunategemea kuanzia Jumamosi ya wiki ijayo takriban kuanzia saa 8 maana yake tutakuwa tuna kipindi cha kwenda live ili kuweza kutoa fursa zaidi kwa watazamaji wetu kuweza kuinteract nasi. Lakini tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka taarifa ni hiyo ya nchi ya Iran kufunga mlango bahari wa Hormuz. Na lengo la kufunga mlango bahari wa Hormuz maana yake ni hatua ya majibu ya kile ambacho kinaendelea katika upande wa kusini mwa Lebanon, kwa kuzingatia kwamba makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran kupitia ile hati ya makubaliano au Memorandum of Understanding, kipengele cha kwanza kabisa kinaainisha kustopishwa kwa mapigano katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Kwa upande wa Marekani, kwa upande wa Irani na wale wenye kuunga mkono nchi ya Marekani au marafiki wa nchi ya Marekani na wale ambao ni marafiki wa nchi ya Iran. Kwa hiyo kile kinachoendelea katika upande wa kusini mwa Lebanon ni dhamira ya wazi ya nchi ya Israeli yenyewe kuto kukubali kufungamanishwa katika makubaliano ya Marekani na nchi ya Iran. Na katika dhamira ya nchi ya Israel kwenye kukataa kufungamanishwa na makubaliano ya nchi ya Marekani na nchi ya Israel, kwanza kabisa ni kujaribu kutuma message kwamba Israeli wenyewe hawaoni kama kuna maslahi ya namna yoyote katika makubaliano ya Marekani na nchi ya Iran. Na hii ni kwa kuzingatia kwamba sera ya muda mrefu ya nchi ya Israel ilikuwa ni kupambana na nchi ya Iran. Hii ni sera ya muda mrefu, na ndio maana ukiangalia sehemu ya viongozi wake kama Waziri Mkuu Netanyahu ambaye ndio waziri mkuu ambaye amehudumu kwa muda mrefu katika nchi ya Israel, imekuwa ikiripotiwa alikuwa anakwenda katika vipindi vya marais mbalimbali kuanzia Rais Bush, Rais Barack Obama, kwa marais wengine manake wa nchi ya Marekani kujaribu kuleta ushawishi wa kwamba waisaidie nchi ya Israel kuweza kupambana na nchi ya Iran. Na kilele chake nafikiri ilikuwa ni kwa Rais Donald Trump kuweza kutoa support yake kwa Waziri Mkuu Netanyahu au kwa Israel kiujumla kwenda kushirikiana kwenye kufanya attacks katika nchi ya Iran. Move ambayo inaonekana kwa hivi siku za karibuni Rais Donald Trump amekuja kurealize kwamba alifanya makosa makubwa kwenda kuungana na Waziri Mkuu Netanyahu kwa ajili ya movement ya nchi ya Iran. Kwa hivyo nchi ya Israeli wenyewe wanaona kwamba deal nzima haina maslahi kwa upande wao, kwa sababu ukiangalia mambo yao mengi walikuwa wanahitaji maana yake ni kama hayapo katika deal husika, kwa sababu issue kubwa ambayo kidogo imetajwa ni issue ya masuala ya nuclear program ya nchi ya Iran, lakini hakuna uthibitisho wa namna yote ambao unaonyesha kwamba Iran watatekeleza labda zuio au makubaliano yote na nchi ya Marekani kwa kiwango ambacho Israel ilichokuwa nakitaka, kwa sababu kiwango ambacho Israel ilichokuwa wanakihitaji wao ni kwamba zile center zote za nuclear ziweze kuparalyze, maana yake kuanzia katika zile Fordo, Natanz, Isfahan zote ziweze kuparalyze, zisiwepo kabisa, na ikiwezekana labda kama ni ya kubaki basi ni Bushehr, lakini walikuwa kaita ushawishi vile vile hata ile enrichment au rutubishaji maana yake uwe ni 0%, na hii ni miongoni mwa kauli ambazo zilikuwa zikirudiwa na baadhi ya maafisa wa nchi ya Marekani. Jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine kwa mazingira yaliyoko sasa hivi maana yake ni mazingira ambayo hayaruhusu utekelezaji wa hilo kulingana na document husika jinsi ilivyo ile ya makubaliano ya hati ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani
na nchi ya Iran. Sasa kingine, ukiachilia mbali hiyo kama ni vision ya nchi ya Israel, lakini kuna vision ya pili ambayo ni ya Waziri Mkuu Netanyahu yeye mwenyewe, kwamba Waziri Mkuu Netanyahu anaona kwamba kwa mazingira ya kisiasa aliyokuwa nayo sasa hivi ndani ya nchi ya Israel, maana yake ni mazingira ya kisiasa ambayo yanambana, na njia pekee ya kuweza kutengeneza ile bezi yake ya support ni kuendeleza mgogoro huu wa Lebanon. Na hii ilikuwa ni kawaida kwamba katika vipindi vingi waliokuwa wahanga wakubwa wa siasa za Waziri Mkuu Netanyahu ni wapinzani wa Israel. Katika kipindi cha nyuma ilikuwa vipindi vya uchaguzi vikikaribia, lazima afanye mashambulizi katika upande wa Gaza. Na katika safari hii inaonekana kwamba kwa kuwa Israel inaelekea katika uchaguzi ambao lazima ufanyike, kile kinachoonekana ni kwamba wahanga watakuwa ni wa Lebanon, kuweza kufanya mashambulizi katika upande wa Lebanon kwa hoja ya kupambana na kundi la Hezbollah. Na sasa hivi inaonekana mapambano hasa yako katika sehemu ya Nabatia, na katika sehemu ya mwinuko wa Ali Tahir Hill ambao unapatikana katika upande wa kusini wa mji wa Nabatia. Na hii manake ni sehemu ya mwinuko ambayo inazingatiwa ni ngome miongoni mwa ngome imara sana za kundi la Hezbollah. Na ndio maana hii inawezekana ikawa ni safari ya 6 ya Israel kujaribu kuishika ile ngome inapatikana pale katika Ali Tahir Hill, lakini imekuwa ikishindikana. Bali hata madhara yaliyopatikana takriban kama siku moja nyuma ya kuuliwa kwa wanajeshi wa nchi ya Israel, hasa ilikuwa ni movement ya kuelekea katika Ali Tahir Hill. Kwa hiyo ni moja katika ngome imara ambayo inaonekana kwamba IDF wanakusudia kupambana waweze kuishika ngome hiyo, ikiwa ni sehemu ya kielelezo cha ushindi wao katika movement ambao wanaifanya katika upande wa kusini mwa Lebanon. Sasa ngome hii manake unapoweza kucontrol automatically vijiji ambavyo vinapatikana katika maeneo ya Nabatia, manake inawezekana ukawa na jicho zuri la kuweza kutazama. Pamoja na kwamba Israel ina control ya sehemu kama ya mlima wa Golan, na unapokuwa na control ya sehemu kama ya mlima wa Golan, manake unakuwa una uwezo kuona katika sehemu kama ya Sheba Farm upande wa Lebanon, lakini vile vile unapo control sehemu kama ya mlima Hermon ambao ni mlima mrefu pale katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake unakuwa na control ya kuweza kuona sehemu ya Sidia, na una control ya sehemu ya kuweza kuona katika maeneo kama ya Baqa Valley ambayo ni miongoni mwa ngome imara za kundi la Hezbollah katika upande wa kule Lebanon. Kwa hiyo mazingira kiujumla yamekaa katika muundo huo kwamba Israel wanachojaribu kutengeneza ni kutengeneza coordination baina ya mwinuko wa Golan, mwinuko wa Hermon pamoja na mwinuko wa maeneo kama ya Nabatia, ili kuweza kutengeneza coordination ya zile sehemu za operation zao. Kwa kile kinachoonekana mpaka sasa hivi mashambulizi yamekuwa ni makali. Eneo ambalo linapiganiwa zaidi ni eneo la upande wa Nabatia. Sasa kwa movement hii ambayo inaonekana kwamba inakwenda upogo na interest ya Marekani, na Marekani inaonekana kama imekuwa ikitumia zaidi maneno kwenye kujaribu kuzungumza au kukinzana na viongozi wa nchi ya Israel, jambo ambalo Iran wao wanaona kwamba sio sawa, kwa sababu Marekani ana kila aina leverage, ana kila aina ya ushawishi katika nchi ya Israel, kwa kuzingatia kwamba kwa maelezo ya J.D. Vance, makamu wa rais wa nchi ya Marekani, 2 ya 3 ya silaha ambazo zinatumiwa na nchi ya Israel manake ni silaha zinatoka katika nchi ya Marekani. Takriban 66.7 ni silaha ambazo zinatoka katika nchi ya Marekani. Katika mazingira ya namna hiyo, kama unaweza kusupply takriban 66.7 au ukikadiria manake 67 ya silaha, vipi unakosa ushawishi katika jeshi la nchi husika? Lakini ukiachilia mbali hapo, maanake kuna misaada mingi Israel inategemea kutoka Marekani, ikiwa misaada kama misaada mingine, lakini vivyo na support ya upande kama masuala ya kidiplomasia katika Umoja wa Mataifa. Maanake mapendekezo mengi dhidi ya Israel huwa yanashindwa kupita kwa sababu ya kura ya veto ya nchi ya Marekani. Katika mazingira ya namna hiyo, mnakosaje ushawishi wa kuilazimisha Israel ishindwe kufanya au iache kufanya mashambulizi katika upande wa kusini mwa Lebanon, na ikiwezekana vile vile iweze withdraw kutoka katika upande wa kusini mwa Lebanon. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, yanaonekana kama ndio mazingira ambayo yamechagiza nchi ya Iran wakaamua kufunga mlango bahari wa Hormuz. Na la kufunga mlango bahari wa Hormuz hatuoni kama linaweza kuzuia ile move yote ya mazungumzo, hata kama muundo wake unaweza ukabadilika, kwamba badala ya kuanza kudiscuss kwamba pointi A, B na C, lakini walau wakaanza kudiscuss utekelezaji wa hicho kipengele cha kwanza kabisa. Maana sehemu ya kwanza kabisa ya mkataba
au ya makubaliano ni kustopishwa kwa mapigano. Kwa hiyo walau discussion ya hilo, ndio maana inaonekana kwamba taarifa zinaonyesha watu kama kina Abbas al-Ghachi wameelekea katika nchi ya Uswizi kuendelea na sehemu ya mazungumzo na Marekani. Na hili la Iran kufunga mlango bahari wa Hormuz ni jambo muhimu zaidi, kwa sababu Marekani kukubali kuachia karibia kila kitu kwa nchi ya Iran, kwamba ikiwezekana kuondolewa vikwazo, kufanya waiver ile mafuta waweze kuuza bila shida namna yote, kuondoa sehemu ya jeshi lake haraka sana, manake ile tarehe 14 takriban Jumapili ile iliyopita, toka tu walipokuwa wamesaini walau ile kwa electronically ile kwa kutumia mifumo ya kielektronic kwenye kusaini kwa mara ya kwanza, hilo tu lilimfanya Rais Donald Trump akaagiza jeshi liweze kuondoka pale katika ghuba ya Oman. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya umuhimu wa mlango bahari wa Hormuz. Kwa sababu issue ya Marekani ni issue ya kiuchumi. Marekani wao wanachoona mlango bahari wa Hormuz ni sababu ya kuweza kustabilize uchumi wa ndani ya Marekani. Kwanza kwenye upande wa bei za mafuta, kuzingatia kwamba makampuni yanayozalisha mafuta ndani ya nchi ya Marekani mengi ni kama makampuni binafsi, na kama ni makampuni binafsi maana yake hayawezi kuuza mafuta bei rahisi kwa sababu wanaiuzia Marekani au wanauzia makampuni ya Kimarekani. Hapana, maana yake kama mafuta yamepanda bei katika soko la dunia na wao watauza kwa bei hiyo hiyo. Kwa hiyo automatically maana yake ni kwamba inakuwa ni sababu ya mifumuko ya bei, kwa sababu ya gharama ya kuongezeka kwa gharama za uzalishaji. Kwa katika mazingira namna hiyo, maana yake hata Marekani wenyewe walikuwa wanapata athari kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambayo inapelekea maana yake bei ziweze kupanda. Lakini kingine, kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz maana yake ni kufanya uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati uweze kuparalyze, kizingatia kwamba kuna uwekezaji mkubwa umefanywa na nchi mbalimbali au na wafanyabiashara wakubwa katika maeneo kama United Arab Emirates, maeneo kama Qatar na maeneo mengine katika eneo la Mashariki ya Kati, ambazo faida za haya makampuni kwa kiwango kikubwa huwa wanakwenda kuwekeza katika nchi ya Marekani. Kwa hivyo maana yake ni kwamba unaporuhusu mlango bahari wa Hormuz uendelee kufungwa, automatically unaruhusu uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati uweze kuparalyze, na uchumi wa Mashariki ya Kati unapokuwa umeparalyze, automatically unaruhusu uwekezaji ndani ya nchi ya Marekani uweze kupungua. Uwekezaji ndani ya nchi ya Marekani unapokuwa umepungua, automatically mpaka soko la ajira vivyo linakuwa limedhoofika. Katika mzunguko wa namna hiyo, maana yake Marekani hawawezi kukubali kwamba hali ya mlango bahari wa Hormuz kubaki katika mazingira hayo, na ukizingatia kwamba mshindani wao mkubwa maana yake ni nchi ya China, ambao karata yao ya kwanza Marekani wakati wanakwenda katika vita, pamoja na kwamba wao walikuwa wanaona kwamba wanaonyesha kwamba wanakwenda kuisaidia Israel, lakini kiujumla ilikuwa ni karata muhimu ya kuitia adabu China, kwa sababu Venezuela wameshai control upande wa mashariki mwa Urusi. Mpaka leo imekuwa Ukraine wanashambulia kwa kutumia drone katika baadhi ya center za mafuta. Wameconcentrate na center za mafuta, maana yake ni maelekezo hasa kutoka katika nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba lengo la Marekani ni kumdhoofisha supplier wa mafuta katika nchi ya China, ambaye hasa ni nchi ya Urusi. Katika mazingira hayo, maana yake sehemu iliyokuwa imebakia center muhimu ilikuwa ni kukamata nchi ya Iran, kuidhoofisha nchi ya Iran au kucontrol sehemu ya resources zinazopatikana katika nchi ya Iran. Ndio ilikuwa move imebakia. Sasa shida imekuja kuwa ni kinyume chake, kwamba move ya Iran imefail, na kufail kwake imepelekea mafuta duniani yameongezeka bei kutokana na msimamo wa Iran katika mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo limekuja kubackfire au limekuja kuleta shida zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Uchumi una collapse. Uchumi kama una collapse Mashariki ya Kati, uwekezaji ndani ya nchi ya Marekani unadhoofika. Lakini vile vile kupanda kwa bei ya mafuta hakuinusuru Marekani, maana yake vivyo kunailetea shida nchi ya Marekani. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Marekani inachokipigania hasa ni mlango bahari wa Hormuz ubaki wazi. Mlango bahari wa Hormuz unabaki wazi, automatically uchumi wa Marekani unakuwa unapata stability. Sasa movement ya nchi ya Israel ni movement ambayo haichungi maslahi ya Marekani, bali inachunga maslahi ya wanasiasa wa nchi ya Israel. Sasa katika mazingira namna hiyo, vipi Marekani inaweza ikakubaliana na hilo? Na kwa kuzingatia hilo, ndio maana Iran wamekwenda haraka kutangaza tunafunga mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu wanafahamu kama mlango bahari wa Hormuz ndio roho ya Marekani katika issue ya mgogoro mzima na nchi ya Iran, kwamba Iran walifanikiwa
kwenda kubadilisha yale malengo yote ya nchi ya Marekani kuhamia katika ishu ya mlango bahari wa Hormuz. Maana ishu za Marekani hasa ni mbili ndio zimebakia. Ishu ya Hormuz, lakini vile vile na ishu ya masuala ya nuclear. Na hiyo nuclear yenyewe hasa ni ishu ya Israel. Maana Marekani wao wanaishika tu kwa sababu ya kuondoa ile capacity, kwamba Iran wasifikie kuwa na capacity ya kuwa na uwezo wa kinyuklia. Lakini kiuhalisia haikuwa ideology ya nchi ya Marekani. Marekani hasa ideology yao ni issue ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba mpaka sasa hivi kile kinachoonekana ni kile ambacho tulizungumza katika vipindi vyetu kwamba Lebanon ndio battleground ya hivi sasa, ndio eneo la kupigania kwa hivi sasa, kwa kuzingatia kwamba uhai, yani kwanza Iran wamefanikiwa kuigawanya ile Lebanon katika section kama 2 ama 3. Section ya kwanza ni kuweka mpaka wa mashambulizi ya nchi ya Israel katika mji kama wa Beirut, kwamba ukishambulia Beirut maana yake na wenyewe atashambulia Israel. Huu ni mpaka wa kwanza. Lakini mpaka wa pili ambao umekuja kutengenezwa na nchi ya Iran ni kuhakikisha kwamba eneo la kusini mwa Lebanon siasa yake inafungamanishwa na mlango bahari wa Hormuz. Ili mlango bahari wa Hormuz ubaki kuwa wazi, maana yake kusini mwa Lebanon panatakiwa pabaki na usalama. Lakini itakapotokea vurugu ya namna yote kusini mwa Lebanon, maana yake ni kwamba mlango bahari wa Hormuz unakwenda kufungwa, na automatically maana yake dunia nzima inapaswa ilaumu Israel na sio kuilaumu Iran, kwa sababu Iran maana yake yenyewe inakusudia kutekeleza sehemu makubaliano yao na nchi ya Marekani. Lakini katika upande mwingine maana yake ni kwamba Israel wameweza mpaka sasa hivi kuonyesha kwamba na wenyewe wana kadi katika sehemu ya mazungumzo ya Marekani na Iran, kwamba wana uwezo wa kufanya kitu ambacho kinaweza kikafanya disturbance katika mazungumzo ya Marekani na Iran, na yenyewe sio issue nyingine, ni issue ya kusini mwa Lebanon. Pamoja na kwamba kile kinachoonekana ni kwamba Iran hawataki kuipa nafasi Israel katika issue ya makubaliano yao na nchi ya Marekani. Ndio maana kile kinachoonekana kwamba taarifa zinaashiria kwamba Abbas Araghchi ameelekea katika nchi ya Uswisi, katika mji wa Geneva. Labda pale kuna taarifa ya tofauti katika kipindi hichi ambacho bado tupo tunafanya presentation hii, lakini kiuhalisia ni kwamba Abbas Araghchi maana yake ameelekea katika mji wa Geneva, na sehemu ya mazungumzo yao hasa itabezi katika kipengele cha kwanza namna gani ya kuimplement ya kutekeleza hicho kipengele cha kwanza, na sio kinyume na hivyo. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona, ukiachilia hii muundo ambao umetengenezwa na nchi ya Iran katika eneo la Lebanon, na kadi ambayo Israel unajaribu kuitengeneza ambayo inaweza ikawa na athari katika sehemu ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona ni siasa za ndani ya Iran. Kwa sababu ukiangalia Mujtaba Ali Khamenei, kiongozi wa nchi ya Iran, hivi karibuni alitoa speech ambayo ilikuwa inaashiria kwamba ameruhusu wale viongozi wa kisiasa kama kina Masoud Pezeshkian, rais wa nchi ya Iran, waweze kusaini document ya makubaliano na nchi ya Marekani, pamoja na kwamba yeye rai yake ilikuwa iko tofauti na hivyo. Automatically kwanza hili linamfanya kiongozi mkuu wa nchi ya Iran Mujtaba Ali Khamenei awe yuko salama na aonyeshe kwamba ni kiongozi ambaye anakubali rai ya tofauti. Kwa hivyo kazi kubwa ya kina Masoud Pezeshkian ni kuweza kuprove kile ambacho walichokuwa wanakizungumza, kuzingatia kwamba wako miongoni mwa wanasiasa, lakini vile vile hata jeshi la IRGC opinioni yao kwa kiwango kikubwa haikuwa inaendana na fikra za kina Masoud Pezeshkian. Lakini maana yake ni kwamba walijaribu kuliacha jambo liende kama ni sehemu ya kutoa fursa. Lakini kama hali hii itaendelea, maana yake ni kwamba itafanya watu wenye misimamo mikali zaidi ndani ya nchi ya Iran, wao ndio kauli yao itakayokuwa na nguvu zaidi. Kwa sababu katika kipindi cha nyuma kuna watu kama kina Ali Larijani ambao misimamo yao inajulikana kama ni misimamo mikali. Maana yake ni kwamba pamoja na kwamba ni mtu very understandable, ni mtu muelewa sana, lakini walikuwa wanaonekana kwamba hawa ndio kikwazo cha Iran siku moja kuja kuelewana na Marekani. Sasa katika kipindi cha ambapo kuna watu wamepewa fursa fikra zao ziweze kutamalaki na misimamo yao ni ya kadiri, alafu mwisho wa siku wakashindwa, yani kwamba zile fikra zao zikashindwa kuifanya Iran kuona ladha ya kile ambacho wao wanakishauri,
maana yake automatically nguvu yao ya ushawishi, watu ambao misimamo yao ni ya kadiri, itapungua, na mwisho wa siku tunachoweza kukitarajia katika siku za usoni, maana yake ni Iran kuadapti misimamo mikali ambayo itakuwa influence na watu ambao wana misimamo mikali katika upande wa serikali ya nchi ya Iran. Lakini kiuhalisia ni kwamba mpaka sasa hivi hali ipo katika mazingira ya mchanganyiko kama hivyo, kwamba Israel wanaendelea movement yao, Iran na yenyewe vivyo wamechukua hatua katika hilo, pamoja na kwamba wamechukua hatua kwa tahadhari, ili hali kwamba wana nafasi ya kwenda kuzungumza na nchi ya Marekani kuhusiana na utekelezaji wa kipengele cha kwanza. Lakini vivile katika nchi ya Marekani inaonekana kwamba wanajaribu kutengeneza aina fulani ya pressure ili kuhakikisha kwamba makubaliano na nchi ya Marekani na nchi ya Iran yanaendelea bila hiyo movement ya nchi ya Israel kuendelea katika upande wa kusini mwa Lebanon, kwa kuzingatia kwamba ikiwa Israel itaendelea kushika msimamo huo, automatically manake madhara katika nchi ya Marekani ya kiuchumi yanaweza yakaendelea kudhihiri kama ilivyo katika maeneo mengine duniani. Lakini kiuhalisia bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.